Hapa tuko kwenye kiwanda kipya cha uzalishaji wa chumvi. Tumewekeza katika uzalishaji wa chumvi ili kukidhi mahitaji ya nchi yetu, lakini pia kuitika wito wa taifa wa kuwekeza katika viwanda. Na tumefanya hivyo ili kukidhi mahitaji pia ya uhitaji wa chumvi katika nchi yetu. Lakini tulijilenga sana katika uzalishaji, kuwekeza katika uzalishaji wa chumvi ili kuwahami wazalishaji wadogo ambao siku zote wamekuwa wanapiga kelele kwamba chumvi yetu tunayozalisha hapa Tanzania haina soko. Kwa hiyo tukaona tuwekeze katika uzalishaji wa chumvi ili tufanye refinery, mwisho wa siku iweze kutumika kama ni matumizi ya binadamu. Na tumeleta kiwanda ambacho ni latest, kiwanda chenye mfumo wa kisasa kabisa, full computerized, na kinazalisha chumvi ambayo ina ubora wa kutosha. Sasa hivi ndo tumeanza, lakini tuna wasiwasi wa kutokuwa na raw material ya kutosha, kwa sababu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba hatupati season nzuri za kuzalisha chumvi ya kutosha ambayo inaweza kuwezesha hiki kiwanda kikafanya kazi ya kutosha. Kwa maana hiyo tunaiomba pia na serikali iangalie ni namna gani inaweza ikasapoti kwa upande wa kuruhusu kama tutakapokuwa tumetumia chumvi yote ya wazalishaji wadogo imepungua, basi tupate uwezeshwaji wa kuagiza chumvi pia raw material kutoka nje, kwa sababu viwanda vya chumvi mara nyingi hakitakiwi kusimama, na kikisimama kidogo basi mitambo inaharibika kutokana na corrosiveness ya material yenyewe. Kwa hali hiyo mpaka sasa hivi chumvi tunayozalisha ya mkoa wa Tanga ikizalishwa kwa the maximum production rate ya wazalishaji wadogo wa mkoa wa Tanga, kiwanda hiki kinaweza kikatumia chumvi hiyo kwa miezi 2 mpaka 3. Kwa hali hiyo bado tuna uhitaji mkubwa, na kwa statistics ndogo tu ya soko ni kwamba soko liko kubwa la chumvi. Kwa hali hiyo mpaka sasa hivi tumeanza uzalishaji na imeonyesha matokeo mazuri, na hii chumvi iliyopa nyuma yangu ndio kidogo ya raw material tulio stock kwa ajili ya kuanza uzalishaji huo. Kwa hali hiyo tumejaribu pia kuomba serikali yetu kusudi tupate permit za kuimport raw material kutoka nje, kusudi kiwanda chetu kisije kikasimama wakati ambapo tunahitaji sasa kukiendesha kwa ufanisi. Kwa hali hiyo chumvi tuna uhakika kabisa kwamba ikitokea wengine 2 watatu wa aina yangu na wao wakajitosa katika uzalishaji wa chumvi, Tanzania tutakuwa hatuna deficit ya chumvi kwa matumizi yetu, lakini pia tutaweza kuexport, kupeleka nje ya nchi kwa ajili ya kupata hela za kigeni ambazo zitakuja kutusaidia na kuinua uchumi wa nchi yetu. Uwezo wa kiwanda chetu kina uwezo wa kuzalisha tani 5 kwa saa. Kila saa moja ni tani 5. Hiyo ndio minimum, lakini inaweza ikaongezeka mpaka kufikia tani 8 kama tutakuwa na ukizalisha katika ile maximum, full maximum production rate ya kiwanda. Ile rate ambayo ni ya kawaida ni 5 tons per hour, tani 5 kwa saa. Ukipeleka kwenye maximum rate inaweza kaenda mpaka tani 8 kwa saa. Sasa you can imagine, unaweza kufikiria kwamba ni chumvi kiasi gani tunahitaji. Na hii ni bishara njema kwa wazalishaji wadogo wa chumvi wa Tanzania, kwamba sasa hivi mna mkombozi sasa ambaye anaweza kufanya nini? Anaweza kula chumvi yetu yote ambayo ni raw, tukaweza kuitumia katika kiwanda chetu na tukaweza kupata chumvi iliyo bora kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na matumizi ya viwandani. Chumvi yetu ni bora na ni bora vizuri kwa sababu imeshapimwa na TBS na tuna certification kutoka TBS. Lakini pia wamekuja watu kutoka kwenye Tume ya Taifa ya Vyakula, na wao wameshapita, wameona chumvi yetu ilivyo bora na imepitishwa kwa kiwango ambacho inaweza ikatumika kwa matumizi yote ya binadamu na matumizi ya wanyama na matumizi ya viwandani. Kwa hiyo tunachoangalia sana matumizi ya binadamu ni bora, na tuna certificate ya kutoka TBS ambayo imepima na kutuhakikishia ubora wa chumvi yetu. Sasa hivi changamoto ya kuwafikia walaji wa mwisho hatujaipata, kwa sababu kwanza tuko kwenye eneo zuri, eneo ambao ni pembezoni mwa barabara kuu inayokwenda Dar es Salaam na kwenda Arusha, lakini pia ni karibu na mji
karibu na katikati ya mji, kwa sababu ni kilomita kama 10 tu kutoka katikati ya mji. Kwa hiyo bado labda kwa sababu tuko hatujafika kwenye maximum production rate, lakini bado tunaona kwamba hatuna changamoto hizo za kuwafikia walaji. Walaji ni rahisi sana kufika kiwandani kwetu kwa sababu ni kama mita 200 tu kutoka kwenye barabara kuu inayokwenda Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam kuingia Tanga mjini ni kama mita 200 tu. Ukiwa barabarani kiwanda unakiona. Na ni rahisi sana logistic, na pale na hapo tumeweka mzani mkubwa ambao utasababisha kwamba material yanayotoka kiwandani yatapimwa kwenye mizani kabla hayajaingia kwenye barabara zetu ili kuepuka uharibifu wa barabara. Lakini labda changamoto kidogo ambayo tunaipata, lakini nadhani serikali ikitusupport, ikitupa permit za kuagiza chumvi kutoka nje, ni changamoto tunayoanza kuismell kwamba ni changamoto ya kukosa raw material ya kutosha. Lakini raw material ya kutosha ikipatikana, ni kwamba tuna uhakika kwamba tumejipanga kwamba mlaji na mtumiaji wa chumvi ya viwandani atakuwa amepata suluhisho la mahitaji yake. Kiwanda chetu, kwa sababu kama nilivyosema, ni kwamba ni full computerized na ni latest version ya kiwanda cha chumvi. Tunao skilled yani wafanyakazi ambao ni wasomi wazuri ambao tuna wenye grade ya vyuo vikuu, lakini tunao hawa wafanyakazi wa kawaida ambao wana level ya elimu ya kawaida tu, ambao tumewatrain wenyewe kwa ajili ya hygienic na ubora wa kukaa katika sehemu za uzalishaji wa chumvi kama hiyo. Kwa hiyo kwa ajira ni kwamba tukishakuja kufika kwenye maximum production rate, tutakuwa na ajira ya watu isiyopungua watu kama 20 mpaka 30, lakini tukienda kwa ajira ambayo ni connected, yani ile chain ya ajira nyingine ambayo sio direct ajira, itakuwa create nafasi ya kuwa na ajira ya watu zaidi ya 200, lakini ambao watakuwa full kwenye kiwanda sio chini ya 20 mpaka 30. Na katika hao kuna watu ambao ni well qualified kabisa, ambao ni chemical engineers, ni engineer wa viwanda, na tuna engineer wa umeme wa mashine hizi, kwa sababu hizi mashine ziko vizuri sana, na tumehakikisha kwamba tuna watu ambao ni talented lakini ni educated katika uwanja huo wa ajira. Kwenye kiwanda cha chumvi ambacho kiko hapa eneo la Pongwe mkoani Tanga, katika jiji la Tanga hapa, nitoe tu wito kwa wadau wanaozalisha chumvi kuweza kuhakikisha kwamba wanakuja katika eneo hili la Pongwe kwa ajili ya kuja kufanya mauzo. Yaani imekuwa ni bahati ya kipekee kwamba katika mkoa wa Tanga tumekuwa na hichi kiwanda ambacho kinafanya kusafisha au kuprocess hiyo chumvi katika kufikia viwango ambao vinakidhi kutumika, yani kwenye masoko ya utumiaji wa chumvi moja kwa moja. Kwa hiyo niseme tu moja kwa moja kwamba wazalishaji wa chumvi walioko katika maeneo haya ya Tanga, hata walioko Lindi na Mtwara, wote mnakaribishwa kuleta chumvi yenu kuja kuuza hapa, maana soko lishakuwa la uhakika tayari. Leteni chumvi muuze hapa, mpate hela, mkaendelea kuzalisha chumvi.